Tarehe 2 za mwezi wa kwanza 2026 majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Makobola zaidi ya M23,500 wapoteza maisha. Kamisimbi, raia wajitokeza kutaka M23 iondoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku upande mwingine Goma usiku wa kuamkia leo vijana wasiopungua 70 wakamatwa na M23. Uvira, vita ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatokana na roho ngumu na kutokuridhika kwa Watusi. Na mkumbuka operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio ambayo yako yanazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka Makobola ambako zaidi ya M23,500 wapoteza maisha kwenye uwanja wa vita. Hali ambayo inazidi kuendelea kwenye uwanja wa vita upande wa Makobola sio hali ya kuridhisha, ambako mapigano hayo yamesababisha kuweza kupoteza maisha kwa wanajeshi wasiopungua 500 kutoka kwa upande wa M23. Kutokana na taarifa maalum kutoka kwenye uwanja wa vita, itizama jinsi hali ilivyokuwa kwa wanajeshi wa M23, Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF, wengi ambao wameweza kupoteza maisha na waliokamatwa, na wale pia ambao wako majeraha eneo ya Makobola. Mpaka kwa sasa ni taarifa yenye kutia huzuni na yenye kusikitisha. Tizama jinsi hali ilivyokuwa, zaidi ya wanajeshi 500 wa M23 miili yao imeonekana ikizagaa kote porini kuanzia Kasekezi mpaka Makobola na kufikia maeneo ya Katongo, ikiwemo pia na Kigongo. Alliance Fleuve Congo M23, zaidi ya wanajeshi 75 wameweza kukamatwa mateka, huku kati yao kukiwa pia wanajeshi wengine 165 ambao walipoteza maisha maeneo ya Kigongo pamoja na Katongo, na zaidi ya 68 wakiwa pia wamekamatwa mateka. Katika hao waliokamatwa mateka, 68 wamekuwa ni raia wa Kongo, ambako wengine 45 kuna miili nyingine ya waliokamatwa mateka 7 ambao ni kutoka ndani ya jeshi ya RDF, na wengine walipoteza maisha 45 wakiwa ni Watusi, nikiwa ni Wautu kutoka nchini Rwanda. Takwimu hizi zinazidi kutupeleka na kuaminisha hali jinsi inavyoendelea kwenye uwanja wa vita. Mipangilio ya jeshi la Rwanda laongozwa na Paul Kagame wanawatumia Wautu mbele, huku wanapoteza maisha wengi wakiwa ni jamii ya Wautu, wale ambao wamekamatwa kwa kinguvu nchini Rwanda, na wale wengine ambao wameweza kujiunga na M23 kutokea Goma, Bukavu pamoja na maeneo mengine, ikiwemo na wale ambao waliweza kukamatwa kwa kinguvu. Hao ndio wanawekwa mstari wa mbele na ndio wanaokuwa wamekutanana na mkono wa moto wa Wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vitendo hivyo ni vitendo vya kihalifu na pia ni vitendo vinavyovunja mikataba ya Umoja wa Mataifa na pia vinakwenda kinyume na haki za binadamu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Baraza la Umoja wa Mataifa wanataka kuweza kuendeleza uchunguzi kutokana na mauaji haya ambayo yanasababisha vijana wengi kupoteza maisha pasipokuwa na hatia. Wazalendo kwenye uwanja wa mapigano pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejidhatiti na wako vizuri, huku wakihitaji
msaada wa maombi kutoka kwa wananchi ili kuendeleza kwa kunguta magaidi wa M23. M23 zaidi sana mwafrika Centrale kubatu ambao wanaitoa wautu atujijue. Paul Kagame anapenda kumaliza ukoo wa wautu wote. Vita ambao tunapigana ni wautu tu ndio wako natoweka, ila watushi hawakufa. Kumuutu wote ambao atanifata mukale chini, mukamate akili moya. Hii vita ya M23 inakuwa ni kumaliza wautu tu, na hakuna mtu atavamia Kongo yetu, hapana, hata siku moja. Kila mtu iko na nchi yake ambao alipewa na mababu, na Mungu aligawa mipaka, na hakuna kamba itapita yule ajue lingine. Nchi ya Kongo iweze gabaliwa kamwe, ile ni uongo wake ile. Na hii vita hii kwenye litokea na njoo kwenye taisia, ila nalia sana kusisi wautu. Kagame anawisha wautu sana. Komandema zake ni kuwatusi. Wakwenda mbele kuvita, utaenda waona mamaiti tu ni wautu tu, wautu tu, wautu tu. Muutu yeyote mwenye yuko Bulaya, mwenye yuko wapi, ajiwazi tuingie wengi, tufike mpaka kwa Kagame. Siku na tarehe walizopewa za kuondoka tarehe moja zimepita, hivyo endapo watashindwa kuondoka kwa amani, basi watalazimika kutumia mkono wa chuma ili kuweza kuondoa ndani ya jiji la Uvira. Hii ambayo kunasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Makobola, tujielekeze moja kwa moja maeneo ya Walungu, tarafani Walungu, jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya kitongoji cha Kabisimbi, ambako raia wajitokeza kutaka M23 iondoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku pia upande wa Goma, usiku wa kuamkia leo, zaidi ya vijana wasiopungua 70 waweza kutekwa na magaidi wa M23, kisa wanaandaa maandamano leo hii tarehe 2 za mwezi wa kwanza. Kamisimbi, mamia ya wananchi wakiwemo vijana wadogo, vijana waliokomaa, wazee, kina mama wamejitokeza wakihimba nyimbo za Wanyarwanda wote warudie kwao, wakitaka M23 uweze kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kurudi nchini kwao Rwanda. Rwanda warudie kwao. Rwanda wote warudie kwao. Hatuwataki warudie kwao. Rwanda wote warudie kwao. Maandamano hayo ambayo yametengenezwa na raia wa maeneo ya Kamisimbi baada ya kuchoka na vitendo ambavyo vinaendeshwa na M23 maeneo kote ambako wamekuwa wakishikilia, huku maelfu ya raia wakiwa wamekamatwa mateka na wakose mahala pa kusemea. Hayo maandamano yamefanyika mahususi kwa ajili ya kutaka jamii ya kimataifa pia na serikali ya Marekani kuweza kuongeza presha dhidi ya Paul Kagame ambaye ndiye mfadhili na mwongozi mkubwa wa jeshi za RDF ambazo zinazidi kuleta vurugu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikisababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao na mamia ya raia kupoteza maisha
kila siku kunapoitwa leo. Hayo yakiendelea kutokana na maandamano yaliyoandaliwa kufanyika leo hii jijini Goma, ambako raia wote wanahitajika kuweza kumiminika barabarani kuweza kuomba kuondoka kwa magaidi wa M23. Usiku wa kuamkia leo, vijana wasiopungua 70 wameweza kukamatwa na magaidi wa M23 na kupotezwa kupelekwa mahali ambako hapajulikani. À Goma, nous alertons la communauté nationale qu'internationale. L'M23 vient d'arrêter au moins 70 à 80 jeunes. Ces jeunes sont soupçonnés d'être en contact avec les personnes qu'ils qualifient que ce sont les organisateurs de la manifestation. Avoir les numéros de quelqu'un qui est en train de communiquer sur les manifestations ne fait pas de lui complice de ces derniers. S'il vous plaît, libérez les innocents. À partir de 18h, nous venons d'enregistrer au moins 70 à 80 jeunes qui sont déjà aux arrêts. Plusieurs personnes continuent d'être arrêtées. Le simple fait parce que tu parles avec celui-ci, on t'a vu, tu as commenté comme ça, on t'arrête. M23, vous allez arrêter plusieurs innocents. Libérez les gens, s'il vous plaît. Vous venez d'arrêter les jeunes innocents qui n'ont rien à voir avec la manifestation de demain. Donc vous allez aussi aller arrêter mon grand-père parce qu'il a mon numéro. Donc vous allez aussi aller arrêter mes voisins parce qu'ils ont mon numéro. S'il vous plaît, libérez les innocents. Licha ya yote ambayo yameweza kufanyika, bado wananchi Goma wanahitajika kuweza kujitokeza barabarani asubuhi ili kuweza kuonesha hasira zao na kuandamana kutaka Umoja wa Mataifa uweze kushughulikia makubaliano ya kuondoa magaidi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sie population ya Goma, sie Generation Z Gen Z, tunawaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Kwa juu le 2 janvier ndio date yenye Mamadou Ndala Mustafa alikufaka ndani na iko na libere hii inji yetu. Alors, si esa vile Generation Z, sa vile vijana wa suja wa Kongomani, tunaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Batoto ya Goma, peuple ya Goma, toujours wenu hange nyoka isikulume a marche. Tunasema le 2 vendredi itakuwa le 2 ndio siku Mamadou aliliberaka Goma, Bunagana, Nord Kivu kupitia wale wahuni wa M23 na wakaweza kumuua. Sasa na sisi ile le 2 vendredi ya 2026 yenye tunaingia ndani tuweze kujilibere peuple ya Goma. Ndio maana tumelase marche na tumekamata accès de réception ya ba autorité ya M23 ya Goma kwa kwenda ba informer kama peuple trop c'est trop, peuple imechoka nabo. Tunatafuta njia barabarani tujilibere sie peke. Hakuna mwanaweza libere population na jiliberaka. Population hapa kwetu Goma kwa saa hii tuko tayari kwa kufanya kazi. Batu bayoka kamonoko kaka ya kisasa bino boza awa na Goma. To après pona libération ya mboka na biso na Goma. Batu ya M23 babandaki okosa batu balobike bango biso peuple tozo soutenir bango po babima te na mabele na biso na Goma. Ezalo vunu. Biso to après po to mi libérer. Bango babandi koya kokende kosomba ka batu na Rwanda ba misusu na Nyiragongo nde baye na bango basali ba marche na bango basoda misusu na bango balongoli ka bateni nde bakoti marche balobi eza biso population toboyi M23 na mabele na biso na Goma place nyoso tunakatala M23 le 2 ingeta il faut libération yetu ya peuple congolais ya Goma tuna accompagner liti ya Jambo population ya Goma, sisi ni vijana wa Gen Z ambao tunakuya ba informe ya kwamba tuna organize
marche pacifique ambayo itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tuliona waasi wa M23 waliorganize maandamano kwa ajili ya kusema kwamba wabaki Kongo, wakongomani tunawataka. Sasa sisi ambao ni vijana suja ambao tunasimama kwa ajili ya kukuja dementir ile masonge yenye M23 ilitia mu population, inatu oblige par force tuende fanya manifestation kwa ajili ya kuwasoutenir. Tunakuwa sema kwamba hatukukua pamoja nao ni kwa sababu ya kifo, njo yenye lituma sie kama vile vijana tunaenda participer manifestation yao. Sasa sisi kama vile vijana ambao tulikuwa manipile, leo tunakuja sasa tumejiorganize vijana suja kwa ajili ya kufanya marche pacifique yenye itakuwa le 2 janvier 2026. Kwa hiyo tunaita vijana wote wakuje tukue sisi sote kwa nguvu moja, tusimame kama mtu mmoja kwa ajili ya kusema M23 M23 iondoke kukila parti yote ya Republique Democratique du Congo yenye bana okipe saa hii. Tunaendelea pia kusema kwamba kuna kijana mmoja kati yetu ni parmi les organisateurs mwenye amekuwa arete leo asubuhi. Tunaomba ya kwamba aweze kuachiliwa, maana ni haki kwa kila mkongomani kusimama na kuongea kwa ajili ya nchi yake. Asante. Na Mungu unasikiliza Amka na Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Europe, Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Irene, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma, Samuel Sokolo Ayeba, Mashaka Ayamba, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Elisha kutoka Nairobi, Mwana Mang'ombe, wazee wa Kakuma, Jacques Baguma pia kutoka nchini Uganda. Na baada ya matukio hayo kutoka huko maeneo ya Kamisimbi na kuendelea kusikiliza matukio yetu ambayo yatafanyika Goma siku hii ya leo, vijana wote wanahitajika kuweza kutoka barabarani ili kuonyesha kweli kama watoto wa Goma hamtaki uwepo wa M23 ndani ya jiji la Goma. Tuchukue taarifa hizi kutoka Uvira, ambayo vita ambayo inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kutokana na roho ngumu na kutokuridhika kwa Watusi ambao wanajiita Wanyamulenge. Vita ambayo iko nazidi kuendelea kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana ni kutokuridhika kwa jamii ya Watusi wakimbizi kutoka Rwanda wanaojiita Wanyamulenge, licha ya kuweza kuchukua nafasi mbalimbali serikalini, huku washawahi kuwa makamu wa rais, mawaziri, wabunge na viongozi katika sekta mbalimbali ndani ya serikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongomani wameonyeshwa kutokuridhika na kuwa na hasira na jamii hiyo ambayo licha ya wema wote ambao waliweza kutendewa, lakini wanarudisha maovu kwa raia ya Kongo. Licha ya kuwapa nafasi mbalimbali ndani ya jeshi, ndani ya jamii, uongozi mbalimbali, lakini kabila hii, jamii hii bado hairidhiki na inataka zaidi. Ukiangalia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna makabila yasiyopungua 450, ambako katika hayo makabila kuna makabila mengine hawajawahi kupata hata kiongozi mmoja wa ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama kuwa hata na mbunge. Lakini jamii hii ya Watusi kutoka Rwanda wana wabunge, washawahi kuwa pia na makamu wa rais na nyazifa mbalimbali serikalini. Wakongomani wanahitaji jamii hii kuweza kubadili mwenendo wao ili kuweza kuishi kwa amani na matumaini ya kujenga nchi ya pamoja. Kama kweli wa Wakongomani, basi waweze kuweka silaha zao chini na hivyo kutengeneza nchi ya pamoja ambayo itawafaidi wote. Mengi na zaidi, ripoti hizi kutoka Baraka One TV. Munakuyaka mujina ingine. Ile siku mulikuyaka wakati mulianzaka vita kwanza Goma, mulisemaka batu ya Ruchuru banaonewa. Unaona vile? Batu ya Ruchuru ndo baba yenu Kagame anakuyaka nayo, Batusi banakuya bako banaonelewa. Hata ministre Gisaro wako nabambia munaleta vita ya buwerewere.
Kisaru wako nabambia munaleta vita ya buwerewere. Na Kisaru alisimama kumedia akasema Batusi habakulomba Kagame akuye basaidia, lakini vike mweye munafungwa macho. Mweye munafungwa macho. Ndio maana mko munaongea pale. Mko vipofu vya macho. Na wengine bashakuwa manani maetazi ni wanaanza fanya mchango juu vita isiishe baende mbukimbizi. Ile ndo hali mulisha bakilia. Hata Patrick Ngarura anaongea ile. Patrick Ngarura ako na waonesha ile, anawaambia hapana, vita yenye tuko tunapigana ni vita ya buwerewere. Patrick Ngarura kila siku analetaka audio, lakini mnamchukia na saa hii mnamtafuta mumuue kwa sababu anawaambia ukweli yenye inaweza leta amani, kwa sababu nyinyi ni watu ambao hamtaki amani, mnataka tu machafuko. Na waza Patrick Ngarura ako na viongee, Gisaru wako na viongee na wengine, kwa sababu kuna Watusi ambao bako bana viongee wanasema hapana bwana, hii vita haitusaidie kitu. Kuna Watusi ambao wanaona ukweli na wako wanataka kusema, lakini vike bale ba Moize Nyarugabo bale banani banaleta tu vita Mkongo bakisaidiwa na ule muwaji Kagame. Na ndio maana bale wengine ambao ni biziwi na watu wenye habana macho, vipofu, kipofu akiongoza mwingine kipofu, wote batadumbukia mshimo. Mko na ba minister banani wote mko nabo, lakini kwa sababu ya roho mgumu mko nayo, ndo inatumana leo Kongo inakosa amani. Kuanzia kusendepe mpaka kuleo, yani na kusendepe balikuwa bana baua. Kusendepe balikuwa bana baua. Kwa M23 balikuwa bana baua, M23D balikuwa bana baua. Probleme yenye mko nayo ni kusipokurizika. Na kama mtu hariziki anataka vya mingi, analetaka fujo, ile kujikruar ndio yenye inatumana mavita leo ziko. Na mtu ambie ingine kabila ya wapi yenye inaanzishaka vita depuis tuanzie mu 1900 tupate independence, isipokuwa ni Mtusi. Inaonekana Mtusi ndio anakuwa anabaguliwa tu Mkongo. Mtusi tu ndo anakuwa anabagulia Mkongo, isipokuwa vita zote zenye ziko na vita muest ya Kongo zinaletewaka na Batusi. Batusi ni watu benye habariziki na ni watu benye banatakaka tu vita, na vita banaitoshaka kwabo Rwanda, banakuya banaileta kwetu. Sasa mnataka kutuambia nini? Parmi ya tribi zenye ziko na baofisie ba mingi mu arme mwendo ba kwanza, hata baruba ba mingi habana baofisie benye mko nabo, lakini yani bale baofisie bote bana bafungaka macho kusema baba uwe. Muache kudanganya watu, ile ndio kivuli mnakuwa mnakamata kutaka kuingiza vita Mkongo, mnakuiaka mujina ingine. Huyu mwenye alikuwa Minembwe pe asoname Colonel Rugabishi alikuwa Mnyarwanda. Mwenye alienda kufia mwa hiyo vita zao za M23 bandugu yake. Nani Kamanzi Mnyarwanda, Kasita Mnyarwanda, Bizimungu Mnyarwanda, nani Colonel Katamichi Mnyarwanda. Wana vile bako na please ya sa wala ya 50 officier yenye iko officier special, hapana se sous officier. Bako na please ya 50 wala asa. Kwa nini hamuriziki? Kwa nini hamuriziki? Yani na wale ba ofisier wote banaingia mkomplice ya leta ya kusema keno. Juzi mnakamata nani Colonel Ekembe, ule mwenye alikuwa kule nani kama Mikenge, mnamkatakata, lakini akili yenu mnajua Mnyarwanda tu ndo mtu, Mkongomani haiko mtu, wala Bantu haiko mtu. Na ile ndio problemu yenyewe inatumana vita haiishi na amani, mnatukosesha amani.
hamuriziki na vitu vyenye mko napata. Mko na ba ministry. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ulikuwa kunasikiliza, mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, baba la baba, mzee wa Ngwazuma. Mengine tukutana majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Vijana, kina mama, wazee wote, amkeni, Goma leo lazima kieleweke. Ingieni barabarani kuonyesha hasira ya kutokuwa taka M23 ndani ya jiji la Goma. Imefanyika hivyo Goma, Bukavu pia na sehemu zote ambazo kuko M23. Ni lazima raia iweze kuonesha hasira yao kwa ajili ya kuweza kujiokoa. Foto